Kwa kutumia mishumaa hii utakwenda kutengeneza kinga ambayo itakwenda kuondoa vitu vibaya kwenye mwili wako, itakwenda kuondoa nguvu hasi zote kwenye mwili wako na kuweza kuleta nguvu nzuri ambayo itafanya mambo yako yaanze kwenda vizuri. Ibada hii ya kutumia mishumaa inalenga kulinda na kusafisha na wala sio kuharibu wala kukuumiza. Njia hii ya kutumia mishumaa hii itakwenda kuimarisha usawa kwenye mambo yako, itakwenda kuondoa nguvu mbaya, itakwenda kufanya uishi kwa amani na mambo yako yaanze kwenda vizuri. Hello, habari, karibuni tena katika channel yetu. Na kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili wa kwanza kuona kila tutakapokuwa tunaposti somo jipya. Na leo nimekuandalia namna gani unaweza kutumia mishumaa kufanya spell hii ya kujikinga mwili wako dhidi ya vitu vibaya na kuondoa vitu vyote vibaya ambavyo viko kwenye mwili wako na kukaribisha nguvu nzuri ya usafi wa kiroho bila kumuumiza mtu yoyote. Katika spell hii ya kusafisha na kuondoa nguvu zote mbaya kwenye mwili wako, basi hivi ndio vifaa ambavyo vitahitajika ambavyo tutakiwa kuwa navyo wakati wa maandalizi. Na vifaa ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa utahitajika kuwa na mshumaa wenye rangi nyeupe. Mshumaa wenye rangi nyeupe huwa ni kuleta usawa na mwanga kwenye maisha yako. Kwa pili utahitajika kuwa na mshumaa mweusi. Na hakikisha mishumaa hii inakuwa ni mipya kabisa ambayo bado haijatumika. Sio kwamba kuna mshumaa umeshautumia basi unaweza kuendelea kutumia hapa. Hakikisha unakuwa na mshumaa mpya. Hitaji la tatu utahitajika kuwa na chumvi na chumvi hii ni lazima iwe chumvi ya mawe. Pia utahitajika kuwa na karatasi ndogo yenye rangi nyeupe na pia utahitajika kuwa na kalamu. Na mwisho kabisa itahitajika kuwa na chombo ambacho chombo hicho ndicho utakachotumia kuweka mshumaa wako. Na hayo ndio mahitaji muhimu unatakiwa kuwa nayo kwenye kwenda kufanya spell hii ya kujilinda mwili wako, kuondoa vitu vibaya kwenye mwili wako na kukaribisha nguvu nzuri kwenye maisha yako. Utakapokuwa umekwisha kuandaa mahitaji yako yote niliyotaja hapo, kitakachofuata ni maelekezo namna gani sasa unaweza kuanza kufanya zoezi hili. Kwanza kabisa utahitajika kuandaa mazingira. Tayarisha mazingira yako. Hakikisha sehemu uliopo ni sehemu tulivu, sehemu safi na yenye hewa safi. Ya sehemu ambayo upo kwa utulivu na hakuna mtu yoyote atakayeweza kukusumbua wakati umeanza kufanya zoezi hili. Linahitaji utulivu wa hali ya juu, usafi na hewa safi, na utulivu ndio kitu kikubwa zaidi kwenye kwenda kufanya spell hii. Kisha utatakiwa kuweka mshumaa mweusi upande wa kushoto na mshumaa mweupe upande wa kulia. Nadhani hapo tumeelewana. Mshumaa mweusi unatakiwa ukae upande wa kushoto na mshumaa mweupe unakaa upande wa kulia. Hiyo ni hatua ya kwanza. Yaani hapo namaanisha ile mshumaa uiweke kwenye kile chombo chako, nimekwambia una chombo kama sahani. Kwa hiyo utaisimamisha ile mshumaa mweusi utausimamisha upande wa kushoto na mshumaa mweupe utausimamisha upande wa kulia. Kisha hatua ya pili utachukua ile karatasi ndogo niliyokuambia nyeupe, kisha utaanza kuandika jina lako. Baada ya kuandika jina lako, chini yake utaandika tu kwa ufupi nia yako, kwa nini unataka kufanya hichi kitu. Kwa hiyo utaandika, baada ya kuandika jina lako utaandika naomba nguvu hasi au nguvu mbaya ziondoke kwenye mwili wangu au kwenye maisha yangu, na nguvu nzuri au mwanga wa ulinzi uje kwenye maisha yangu. Utaandika chini pale kwenye ile karatasi baada ya kuandika jina lako. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya ni kuwasha mshumaa. Hakikisha unaanza kuwasha mshumaa wenye rangi nyeusi. Na mshumaa huu wenye rangi nyeusi utakapokuwa unauwasha, utauwasha huku ukisema ninafyonza na kuondoa nguvu zote mbaya kwenye mwili wangu, niwe na kinga kwenye mwili wangu dhidi ya vitu vyote vibaya. Kisha utawasha mshumaa mweupe nao huku ukisema ninaleta mwanga, ninaleta amani na furaha na usafi na ulinzi kwenye maisha yangu. Kisha utaiwasha ile mshumaa yote sasa itakuwa inawaka. Baada ya hapo hatua ya 4 ni utatakiwa kuchukua chumvi. Ile chumvi yako ya mawe
utaanza kunyunyiza pembeni ya ile mishumaa. Shika chumvi mkononi kisha sema, chumvi huwa inasafisha na kukinga na kuondoa vitu vyote vibaya, basi na mimi najisafisha leo kwa njia hii na nitakuwa salama. Kisha nyunyiza ile chumvi karibu na ile mishumaa yako, kuizunguka ile mishumaa yote miwili. Kisha utatakiwa kuchukua uzi au tunasema kamba na utaifunga ile mishumaa kwa pamoja, yani kama kuiunganisha kama unavyoona hapo kwenye video. Hakikisha unachukua kamba yoyote tu yenye rangi yoyote, haina shida, unaifunga hiyo mishumaa kama unavyoona hapo kwenye video, ni kama umeiunganisha kwa pamoja. Na kisha baada ya hapo utachukua ile karatasi ambayo umeandika jina lako pamoja na manuizi yako, nia yako, kisha utaiweka pale katikati ya ile mishumaa ambako umemwaga chumvi. Utaiweka karatasi yako pale ambayo umeandika nia yako na kisha utaiweka huku ukisema na kuyarudia yale maneno uliyoandika kwa sauti au kimoyomoyo. Weka karatasi chini ya ile mishumaa pale katikati huku ukinuia taratibu, au hata kama unaweza kwa sauti pia ni sawa. Na baada ya hapo utakuwa ile mishumaa inapokuwa inaungua. Sasa mishumaa inawaka, bila ushaunganisha, umeshaweka ile kamba, nia yako umeshaweka pale chini. Hakikisha unaacha ile mishumaa yako inawaka mpaka mishumaa inaisha yenyewe pasipo kuizima na mdomo wako. Hata kikitokea kitu gani, labda mtu kaingia ghafla, hakikisha usije ukapuliza ule mshumaa kwa mdomo. Unaweza ukazima hata kwa kitu kingine chochote, lakini usije ukapuliza kwa mdomo wako wewe. Kisha baada ya hapo utatakiwa ufanye kama ifuatavyo. Wakati ule mshumaa inaungua, ile mshumaa inawaka, hakikisha unakuwa unanuia kama ifuatavyo. Nuia taratibu huku ukisema, naomba nuru iingie kwenye maisha yangu, giza liondoke, amani ikae kwenye maisha yangu, nguvu zote mbaya, nguvu zote hasi, vitu vyote vibaya viondoke kwenye maisha yangu. Mwanga unilinde, roho yangu isafishe, na upendo utawale kwenye moyo wangu na kwenye maisha yangu. Vingine utaongezea wewe mwenyewe sasa ambavyo unaona vinafaa, ila wakati ule mshumaa unawaka, ile mishumaa ikiwa inawaka, unatakiwa kuwa unarudia rudia maneno hayo. Unarudia rudia mistari hii huku ukiwa umetulia, huku ukiwa umezingatia nia yako, unanuia taratibu taratibu wakati ile mishumaa ikiwa inawaka. Na mishumaa yako itakapokuwa imeisha, umeshamaliza manuizi yako, umeshamaliza speli yako hii kufanya, basi yale mabaki yote yatakayokuwa yamebaki kwenye kile chombo chako, utatakiwa kwenda kuchimba ardhini na uyazike. Yale mabaki yote ya mishumaa pamoja na ile karatasi ambayo umeiweka pale na ile chumvi, yote utatakiwa uvichimbe kishimo chini na uvizike ardhini, kwamba kukabidhi dunia au ulimwengu uweze kwenda kupokea spell hii na kukuwekea ulinzi na kinga na kuondoa vitu vyote vibaya kwenye maisha yako. Na spell hii unaweza kuifanya siku yoyote ile na muda wowote ule ambao unahisi una utulivu, basi utaifanya spell hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza, lakini napenda pia kusisitiza, kama ni mgeni kwenye channel hii, tafadhali usipite bila kubonyeza neno subscribe ili uanze kuona kile tutakapokuwa tunaposti somo jipya.